Fursa hii kwanza kwa kuwashukuru sana Watanzania wote kwa namna ambavyo wameendelea kujitokeza kwa wingi katika mikutano ya kampeni ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa namna ambavyo wanaonesha imani kubwa kwa mgombea urais wa tiketi wa Chama cha Mapinduzi ambaye anagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hili waandishi wa habari mtakuwa ni mashahidi kwa sababu mmeshiriki katika kampeni hizi katika baadhi ya mikoa, wilaya, majimbo. Tumeshuka mpaka kwenye tarafa, kata, vijiji, vitongoji na maeneo mengine ambayo hayajawahi kufikiwa na mgombea, lakini mgombea ameweza kufika. Sasa tangu mkutano huo, mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya mikutano zaidi ya 77 katika mikoa 21 kwenye kanda ya kati, kanda ya magharibi, kanda ya kusini, nyanda za juu kusini, Pemba na Unguja kwa maana ya Zanzibar, lakini vile vile tumemaliza juzi katika kanda ya kaskazini ambapo tumemaliza katika mkoa wa Manyara, hasa katika mji wa Babati. Zaidi ya watu milioni 14.6 wamejitokeza kwenye mikutano moja kwa moja, lakini zaidi ya watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani siasa za Chama cha Mapinduzi wananchi wa taifa letu wanavyozifuatilia, kwa sababu ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini na matarajio ya wananchi wetu. Lakini mikutano yote hiyo ya kanda kwa kanda, mkoa hadi mkoa, mahudhurio yamekuwa makubwa. Hiyo ni kuonesha jinsi mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anavyokubalika na wananchi kwa mamilioni, na wamewekeza imani kubwa kwake, hasa katika ukuaji wa maendeleo lakini uchumi wa taifa letu. Imani ya wananchi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan sio kwa bahati mbaya, inakuja na imechagizwa na uongozi wenye mafanikio makubwa lakini unaothamini utu wa Mtanzania katika sekta zote ambazo ni za kipaumbele. Lakini sambamba na hilo, ukiangalia katika kipindi cha miaka minne ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan alipewa dhamana kwa mujibu wa katiba kuongoza taifa letu, ameweza kukamilisha miradi mingi ya kimkakati, miradi mikubwa ambayo iliasisiwa katika kipindi kilichopita. Mfano, tulikuwa na ujenzi mkubwa wa mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi ambao unakwenda kuzalisha umeme megawati 2115, na ule mradi ulikuwa unagharimu zaidi ya trilioni 6 na bilioni 500 za Kitanzania. Leo tunapozungumza mradi ule umeshakamilika 100%, umeme umeshaunganishwa kwenye gridi ya taifa, na Watanzania wanafurahia kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha mradi ambao ulikuwa ni ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba lazima taifa liwe na mradi mkubwa. Mradi ule umeshakamilika na umeme unapatikana.